Vyombo vya habari kutoka Marekani vinaripoti kwamba utawala wa rais wa nchi hiyo Donald Trump anafikiria kuhusu marufuku mpya ya kusafiri ambayo inatarajiwa kuathiri raia kutoka kwa nchi kadhaa kwa viwango mbalimbali. Ripoti hiyo iliyochapwa Ijumaa ya tarehe 14 Machi 2025 ilisema orodha ya muswada wa serikali ya Marekani unajumuisha nchi 43 ambazo zimegawanywa katika makundi matatu ya vizuizi vya kusafiri. Kundi la kwanza ni orodha nyekundu. Hapa kwenye kundi hili ni nchi ambazo zimepigwa marufuku kamili. Mataifa yaliyopo kwenye kundi hili ni pamoja na Afghanistan, Bhutan, Cuba, Libya, Korea Kusini, Somalia, Sudan, Iran, Syria, Venezuela pamoja na Yemen. Kundi la pili ni kundi la orange au machungwa. Hapa Rais Trump ametaja orodha ya nchi ambazo Marekani imeweka vizuizi vya usafiri, yani kusitishwa kwa visa za utalii na wanafunzi pamoja na visa nyingine za wahamiaji. Orodha ya nchi hizo ni pamoja na Belarus, Eritrea, Haiti, Myanmar, Pakistan, Russia, Sierra Leone, Sudan Kusini pamoja na Turkmenistan. Na katika kundi la tatu ni kundi la njano. Hapa Rais Trump ametoa onyo kwa nchi 22 ambapo mataifa hayo 22 yamepewa siku 60 kurekebisha mapungufu ya kiusalama au kukumbana na marufuku kali zaidi. Baadhi ya nchi hizo ni pamoja na Angola, Benin, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Malawi, Mali, Mauritania na kadhalika. Afisa wa Marekani akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina amesema kupitia shirika la habari la Reuters kwamba kunaweza kuwa na mabadiliko kwenye orodha hiyo na haijathibitishwa bado na utawala wa Marekani, ikiwa ni pamoja na katibu wa jimbo la Marekani Bwana Marco Rubio. Hata hivyo, pendekezo hili la marufuku ya kusafiri linakumbusha marufuku ya Trump ya awamu ya kwanza dhidi ya usafiri kutoka nchi 7 zenye Waislamu wengi, sera ambayo ilipitishwa kupitia mabadiliko kadhaa kabla ya kuthibitishwa na Mahakama Kuu mwaka 2000 pamoja na Yemen na kusababisha hasira ya kimataifa na hukumu za koti za ndani dhidi yake. Iraq na Sudani ziliondolewa baadaye kwenye orodha, lakini mwaka 2018 Mahakama Kuu ilithibitisha toleo la baadaye la marufuku hiyo kwa nchi nyingine pamoja na Korea Kaskazini na Venezuela. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.